Kisiwa cha Pemba kimejaa uzuri wa asili na watu wake ni wakarimu na wachapakazi. Lakini kama maeneo mengine ya Tanzania, hakija kuepa changamoto za kiafya, moja wapo ikiwa ni ugonjwa wa kifua kikuu. Changamoto kubwa ilikuwa ni watu kuchelewa kufika hospitali kutokana na wengi kukosa elimu ya kutambua dalili za ugonjwa huo mapema. Waandishi wa habari kisiwani Pemba kupitia jumuiya yao Pemba Press Club kwa kushirikiana na kitengo shirikishi waliiona changamoto hiyo, na katika kuleta mabadiliko Pemba Press Club iliungana na wataalamu wa afya kupitia kitengo shirikishi cha kifua kikuu, ukoma, TB na homa ya ini ili kuielimisha jamii. Na kwa taarifa za karibuni wanafanya utafiti, kuna kifua kikuu sugu cha usugu. Kwa sababu kuna MDR, kuna XDR, halafu kuna na TDR. Kuna multi drug resistance, kuna extensive drug resistance, kuna na total drug resistance ambayo hiyo juzi wamegundua. Dunia kwa sasa ni kama kijiji. Aliyeko Tanzania bara asubuhi anafika hapa, si ndivyo? Unjui anafikaje? Aliyeko Kenya na sisi tupo karibu. Sawa, na hizo nchi ambazo zimetuzunguka kifua kikuu sugu si tunaweza kusema tunamuelekezea kidole mtu mmoja. Ni wafanyakazi wa afya, ni mgonjwa mwenyewe na system ambayo inashughulika na masuala ya afya. Kwa msaada wa vyombo vya habari, zaidi ya watu 1000 walipimwa na mamia waligundulika mapema na kuanza matibabu. Jina langu naitwa Mzee Ali Osman. Nimeugua maradhi haya ya kifua kwa muda wa miezi 6 na nimetumia dawa dozi kwa kutumia kwa njia ya hamadi, na mpaka sasa hivi niko vizuri, alhamdulillah rabbil alamin. Naitwa Hashim Mohamed Nasoro na kwa Msingini. Nilipata ugonjwa wa kifua kikuu baada nisikia kukohoa. Nilikutana na jamaa mmoja anaitwa Hamadi, akanifahamisha kwamba aende hospitali kule. Baadaye yeye akaambia makohoja, akaambia na magonjwa ya kifua kikuu. Kwa nikatumia dawa miezi 6 na hali yangu ikarudi vizuri, mpaka sasa hivi najisikia niko fresh. Ushirikiano kati ya Pemba Press Club na sekta ya afya umedhihirisha kuwa habari sahihi ni silaha madhubuti dhidi ya magonjwa ya milipuko. Dalili zake ziko nyingi. Dalili ya mwanzo ni kukohoa hadi kutoka damu katika makohozi yake. Dalili ya pili ni kwamba kutokwa na majasho wakati wa usiku akiwa amelala. Dalili ya tatu ni homa za mara kwa mara wakati wa jioni. Dalili ya 4 ni kuona baridi wakati wa jioni. Dalili ya 5 kudhoofika kwa mwili. Tunapomwelezea dalili hizo 5, basi atajiongeza yeye mwenyewe, atasema kwamba dalili hizo 5 kati ya hiyo moja ambayo ndio mimi ninayo. Kwa hiyo akishaona ile dalili moja wapo, basi sisi tunakuwa tunachukua sample yake, yani makohozi, then baadaye tunamrefer kupeleka katika hospitali. Kutoka hospitali pale then ndio tunapelekwa maabara kwa uchunguzi zaidi. Kama amegundulika ana vinyemelea vya kifua kikuu, basi mimi napata tena taarifa kutoka kwa madaktari wetu ambao madaktari wetu. Kwa hiyo wao wanatupa sisi taarifa. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kumfuatilia mtu yule na kuhakikisha kwamba tunampeleka katika kituo kwa ajili ya kuanza matibabu. Katika vita dhidi ya kifua kikuu, kila mshirika ana nafasi yake. Waandishi wa habari hawakubaki nyuma, wanakuwa daraja kati ya wataalamu na jamii. Ugonjwa wa kifua kikuu ni kwamba hauna vinasaba vya urithi. Magonjwa mengine kwa mfano kama sukari, magonjwa mengine kama pumu, sawa inawezekana hivyo, lakini ugonjwa wa kifua kikuu ni kwamba haurithiwi.
ni kwamba unaambukizwa kwa njia ya hewa lakini haurithiwi. Sawa jamani Kifua kikuu, tiba inapatikana bure, kwa sababu kila mwenye dalili atakimbilia hospitali mapema na kupata matibabu mapema ili kuweza kufikia lengo ambalo tunasema Zanzibar bila ya kifua kikuu inawezekana. Usikae kimya, nenda kapime.